ya adhabu, yani kuondoshewa adhabu yake akhira, ni kuharakishiwa adhabu yake hapa duniani. Yani an yuaqaba fi dunya, yani ni mtu kuadhibiwa hapa duniani, bimaradhin, kwa maradhi. Mfano, yani atoa mfano, ima anaadhibiwa kwa maradhi, au bifaqdi mali, au kwa kupotelewa na mali, ima kufilisika au akadhulumiwa, au bimusibatin, au kwa msiba wa kufariki mtu, au ma ashbaha dhalik, au mtu kupata ajali akapata ukilema. Lakini sharti yetu lile au masharti yetu mawili, la budda min as-sabr, lazima subra, wal ihtisab, subra na kutaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mambo haya matatu ni katika mambo ambayo hukithiri sana kwa wanadamu: maradhi, kupoteza mali, au msiba. Kwa hiyo ukipatwa na maradhi, akhi, laalla, yani huenda ni katika njia za Allah kukusafisha. Ukipatwa na maradhi, huenda ni moja ya njia ya Allah kukusafisha. Kuna dhambi ambayo umeitenda, badala ya Allah akakuadhibu na dhambi hii, basi anakupa maradhi. Haya maradhi ni sababu, ukiwa na subra na ihtisab, ni sababu ya Allah kukusamehe na kunyanyua daraja yako. Kwa hiyo lazima tuwe na subra katika maradhi. Lakini wengi wanaanguka hapa, wengi wanaenda kwa waganga, wanaenda kwa washirikina, kupiga ramli, kuabudia, kuchinjia majini, kufanya mambo yasiyofaa. Wengine wanalalama, wanatukana, wanakosa subra. Huu mtihani, ibtilaa hiyo. Lakini watu wanashindwa, na wengine wakiumwa hawaswali, wanaacha swala, wanaacha ibada. Kwa nini anaumwa? Shekhe, maadamu akili yako ni nzima na uko macho, ni wajibu kuswali katika hali ya namna yoyote ile. Hata kama huwezi kunyanyuka, lazima uswali. Unaswali kwa kuashiria. Kama huwezi kukaa, kama huwezi kusimama, unakaa. Kama huwezi kukaa, unalala. Yani katika hali yoyote uliokuwa lazima uswali. Lazima. Lakini wengine wakiumwa hawaswali, kisa anaumwa. Kwa hiyo maradhi, laalla, huenda kwa kupata maradhi ni moja katika njia zako katika mambo yatakupeleka upate pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani usiadhibiwe. Au kupotelewa na mali, kufilisika. Kwa hiyo ukifilisika, usipayuke na kutukana au kuanza kwenda kwa wachawi, kwenda kwa waganga, kufanya nini. La, rudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na anachukia kuolewa, nasema mkosi huo. Msiba, Sheikh, ridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila mmoja atakufa, ridhia makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema lianna mkhalifu Allah subhanahu wa ta'ala lazima kupatikana adhabu. Kama Allah hakukusamehe, hasa adhabu hiyo Allah akikutakia kheri anakupa hapa duniani kwa maradhi, na mfano wa hayo tuliyosema, au anakupa adhabu hiyo akhira. Fa idha kanat al-uqubatu fi ad-dunya fa innaha ahwanu min an takuna fi al-barzakhi au an takuna yawm al-qiyamah. Kwa hiyo adhabu hiyo, ikiwa ni adhabu hiyo, imekuja hadithi nyingine ambayo imepokea Imam al-Bukhari, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man yuridillahu bihi khayran yusib minhu. Imekuja yusib au yusab, yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, yusib minhu, yani humpa mitihani. Yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anamtakia kheri, humpa mitihani. Anasema Sheikh Saleh al-Sheikh, sikiza maneno muhimu sana yenye kutia faraja.
Anasema walihadha kana ba'dhu salaf, kwa sababu hiyo walikuwa baadhi ya maulama waliotangulia, wema waliotangulia, yattahimu nafsahu idha raa annahu lam yusab bibala'in au lam yamrid wa nahwi dhalik. Kwa sababu hiyo baadhi ya salaf walikuwa wakizituhumu nafsi zao kama wakiona hawapatwi na mitihani yoyote au hawaumwi. Baadhi ya masalaf walivyokuwa hawaumwi au hawapatwi na mitihani yoyote, wanazituhumu nafsi zao. Anajiangalia mara mbili mbili, nimekosea wapi? Yani miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala kumpenda mja wake ni kumpa mitihani, ikiwemo kuumwa. Sasa mtu haumwi siku zote mzima tu, hapatwi na mitihani yoyote, mambo yake yamnyokea safi. Subhanallah. Salaf walikuwa wanajirudi, ina maana mimi sikosei, ina maana mimi sikazi hala. Yani kama tulivyosema kwamba lazima unapopatwa mitihani, kwanza haimaanishi kwamba kila anayepatwa na mitihani maradhi anakuwa amekosea, la, yani haina maana hiyo kwamba lazima iwe hivyo, na haina maana kwamba kila asiyepatwa na mitihani maana yake Allah subhanahu wa ta'ala anamfanyia istidraji, la, yani haimaanishi hivyo. Lakini unaipima nafsi yako, kama unafanya maasi na hupati mitihani, hapo ndio shida inapokuwa. Unafanya maasi, unamwasi Allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli, na upati na mitihani, shida inaanzia hapo. Mswahili anasema shida inaanzia hapo. Hapo ndipo shida inapoanzia. Inakuwaje? Lakini kama ni mtu saleh, mtu mwema, la yastalzim kwamba apatwe na mitihani, lakini anaweza akapatwa na mitihani vile vile ibtilaa. Anaweza akapatwa na mitihani, ni mtu hana maasi, hana chochote, lakini akaumwa, akapatwa na maradhi, akapatwa na mali, hafanyi maasi, lakini akapatwa na mitihani ibtilaan. Hiyo inazidi kumpa, anazidi kupimwa imani yake ili azidi kupandishwa daraja. Wazi? Naam. Kwa hiyo haya maneno ni muhimu sana. Walihadha kana ba'dhu as-salaf yattahimu nafsahu idha raa annahu lam yusab bibala'in, idha raa annahu lam yusab bibala'in au lam yamrid, akiona kwamba hajapatwa na balaa au hajaumwa. Sema qala sallallahu alayhi wasallam fil humma, Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema kuhusu homa. Mathalan, mfano amesema la tasubbu al-humma, msitusi homa, msitusi homa. Fawalladhi nafsi biyadihi innaha latanfi adh-dhunuba 'ani al-'abd. Anapa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba homa inaondosha madhambi kwa mja, kama yanfi al-kiru khabasa al-hadid, kama ambavyo kiri inaondosha uchafu wa chuma. Kifaa kile cha kusafishia chuma, jinsi kinavyoondosha uchafu wa chuma, ndivyo ambavyo chuma kinasafishwa, kinasafishwa, kinanyoshwa, basi ndivyo ambavyo madhambi huondoshwa kwa homa. Hadithi sahihi inda al-Bukhari, inda Muslim, hadithi inda Muslim. Wazi? Kwa hiyo usichukie mitihani, yani kule kupewa mtihani usichukie, lakini kama tulivyosema ile athar la yajib kwamba uridhie moja kwa moja, la, ile athar, lakini yale makadirio ya Allah lazima uyaridhie. Wazi? Naam.